James, karibu sana Kipengo Media. Asante sana. Bwana, leo nataka tuzungumzie faida za pre-season hasa kwa timu zetu hizi za ligi kuu ya NBC. Ni zinanufaika vipi na hizi pre-season? Kwanza generally ukitaka kuangalia na kutazama namna ambavyo timu zimekuwa zikinufaika na hizi pre-season, na mara nyingi hasa ukiwa unaziangalia timu zenye power, nikiwa na maana mojawapo kwamba timu zenye power nikiwa na maanisha Simba, Yanga, Azam, sasa hivi tunazungumzia Singida Black Stars. At least ni moja kati ya timu ambazo zinajiweza sana kujiandaa kwenye pre-season. Lakini ukirejea kuja kuona kwa baadhi ya timu, kila timu inatakiwa kujiandaa na msimu mzima, lakini zinajiandaa kutokana na mazingira ya kile ambacho yuko nacho. Hasa sisi tunazitazama sana hizi timu za Simba, Yanga, Azam. Mara nyingi zimekuwa zikijiandaa nje ya nchi kutokana na kuwa na mifuko mipana, hususan kwenye swala pia la fedha, kumudu kule ambako wanaenda kuweka kambi. Lakini kwa kaliba ya soka la Tanzania, zote timu 16 zinapaswa kwenda kuandaa pre-season zao kwenye mazingira tofauti. Na nitoe tu kongole kwa baadhi ya misimu iliyopita hivi karibuni, tumeshuhudia kuona baadhi ya vilabu vikitoka mkoa mmoja kwenda mikoa mingine ikiwa inaendelea kujiandaa. Lakini miaka ya nyuma ilikuwa ni timu hapo ilipo, kama ikiwa ni Iringa ama ipo Mbeya, basi ni pale pale Mbeya inaandaliwa kwa ajili ya pre-season. Lakini kwa sasa kumekuwa na mabadiliko kidogo. Ukirudi kwa kutazama kwa asilimia kubwa hasa kwa msimu huu, kwa sababu timu na wachezaji hawajapata muda wa kuspendi ama muda wa kupumzika kwa muda mrefu kutokana na ligi kuchelewa kuisha, lakini pia inaanza mapema zaidi, na hii pia ni kupisha yale mashindano ya AFCON ambapo mwakani itafanyika nchini Tanzania, ikiwa sisi Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Lakini baadhi ya miundombinu pia ya viwanja inapelekea kuona timu nyingi hususan mkoa wa Dar es Salaam kutoka kupisha kufuata viwanja sehemu tofauti tofauti. Young Africans mpaka sasa hivi hakuna taratibu wala kalenda ambao wameiandaa kwamba pre-season yao msimu wataifanya wapi na kwa muda gani kutokana na ufinyu wa muda. Lakini tayari tumeona Simba Sports Club ambayo wao mwanzoni walisema hawataweza kushiriki yale mashindano ya Kagame, watakwenda kuandaa ama timu yao kwa ajili ya pre-season nje ya nchi. Lakini baada ya muda mfupi wamerejea tena kusema kwamba watashiriki yale mashindano ambayo yanaanza kutimua vumbi hivi karibuni. Lakini pia ukijaribu kuangalia wao karata yao ya kwanza Simba Sports Club wataitupa tarehe 25 mwezi huu. Kwa hiyo unaona kabisa ukijaribu kutazama na ukaangalia kalenda baadhi ya wachezaji wa timu hizi kubwa. Mfano tu nikitolea Zengeri amecheza kwenye ile tournament ambayo ameifanya Engineer kule Dar es Salaam. Amecheza kwa Kibwana Shomari Morogoro. Jana tumemshuhudia pia akicheza hapa mkoani Iringa. Kwa hiyo unaona kabisa mchezaji ambaye hapati nafasi ya kupumzika, lakini timu inapokuwa inamhitaji anaonyesha. Sasa umuhimu wa pre-season kitu kimoja kiko hivi. Kama Simba atashiriki mashindano haya kama vile ambavyo anasema Kagame Cup, inakwenda kumpa faida. Kwanza ana baadhi ya wachezaji wengi ambao wataingia kwenye kikosi chake ambacho tayari msimu huu anakwenda kuwatumia baadhi ya wachezaji ambao amewasajili. Kwa hiyo Mwalimu Steve Becker anakwenda kufahamu na kwenda kuona kwenye mifumo yake kuingiza baadhi ya wachezaji ambao atawatumia kwa msimu huu. Kwa hiyo unaona faida mojawapo. Lakini wakati mwingine kutengeneza, niseme kwamba kuweka fiti wachezaji kimwili, kwa sababu wanakuwa wametoka wamepumzika kwa muda. Kuna wengine unajua mchezaji ukimpa muda wa kupumzika mwili unaongezeka. Kwa hiyo haya mashindano ya pre-season yanakwenda kupunguza, pia anakwenda kukata mafuta kwa baadhi ya wachezaji. Lakini pia wataalamu wale ambao siku hizi tumeona timu nyingi zimekuwa zikiendeshwa na wataalamu, kwamba unakwenda kwenye mapumziko lakini unapewa vitu vya kufanya, hususan vyakula, lakini pia mazoezi ambayo unatakiwa kuyafanya. Sasa rejea kwenye umuhimu mkubwa zaidi ambacho kile swali lako ambalo linalenga kuja kutazama. Faida kubwa mojawapo, unaiandaa timu inakwenda kushiriki, unawafahamu wachezaji mapema zaidi ambao wanakwenda kushiriki kwenye hayo mashindano ya Kagame, lakini pia unakwenda kuiangalia timu gani ambayo inakwenda kuingia nao, ama wachezaji gani ambao unakwenda kuingia nao msimu ambao unakwenda kuanza. Kwa hiyo ni faida mojawapo. Usione kwamba mwalimu ama benchi la ufundi zima kwa ujumla wakishirikiana na uongozi wanataka kutoka nje ya Tanzania kwenda kuweka pre-season yao huko, wakiwa na lengo kwamba sehemu yenye utulivu, wanafanya mazoezi ya kutosha. Sasa hivi unaweza ukashangaa tu bwana, kama wewe Ima unaniambia bwana, kama mimi kocha na emergency nyumbani, unaenda nyumbani, lakini unapokuwa nje at least inachukua muda mrefu. Kuna vitu vingine ambavyo unaweza ukavisolve ukiwa kule, lakini taratibu nyingi, kwa hiyo mpaka unafika nyumbani na inatazamwa, je, hiyo shida ni shida kubwa au ya kawaida ambayo inaweza kusolviwa tu. Lakini cha msingi ambacho tunakitazama, ambacho tunakiona umuhimu hasa wa kuiandaa timu tisizo ni kuona kwamba kile ambacho uko nacho kinakwenda kukupa picha nzuri kwenye msimu ambao unatarajiwa kwenda kuanza.
Na ukiangalia ligi imechelewa sana kuisha msimu huu, lakini pia ukiangalia inakwenda kuanza siku chache zijazo. Nafikiri tuna kama mwezi mmoja tu ama siku kama 25 hivi za kuweza kuandaa timu. Unavyodhani kwamba huu muda unatosha kweli kwa maandalizi ya timu kwa ajili ya kuelekea kwenye msimu mpya? Ya alikadhalika, kama umejaribu kuangalia hivi karibuni, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia alizungumza akasema, na ndio maana wao kama wao wameongeza idadi ya wachezaji kufikia 40, sio wachezaji wachache. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ligi inakwenda kutamatika mapema, kwa sababu sisi pia ni wasimamizi ama waandaaji wa mashindano ya AFCON. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ukiwa na wachezaji wachache wanaweza wakakuletea shida zaidi, kwa sababu kama una roho ndogo ya wachezaji hususani kwenye sehemu tofauti tofauti, hasa kwenye pitch, majeruhi kuna wakati huo, lakini pia kuna wakati mwingine kuchoka kwa baadhi ya wachezaji. Hivyo kitu cha msingi ambacho kinapelekea ni kuona kwamba idadi ya wachezaji wanakuwa wengi zaidi, na kinakwenda kusaidia wewe kile ambacho umekihitaji. Unajua asilimia kubwa ya kwa klabu yoyote ambayo inakwenda kushiriki ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa msimu ambao unafuata, ni kila klabu inakwenda kuchukua, inahitaji kombe lile. Lakini baada ya kuona mpango yako ikifeli tu, tunashuhudia tu KMC wao wanakwambia kabisa walifeli kwenye kusajili, kuandaa timu mapema, ndio kitu ambacho kipelekea wao wakaweza kushuka. Lakini anyway, kwa sasa ambacho tunakitazama, klabu ambayo inaingia, kila klabu inaingia na mpango wake. At least anakuambia msimu basi tutoke kwenye 4 bora, basi kama vipi tuwepo hata kwenye 10 bora. Kikubwa zaidi ambacho kinatazamwa hapo ni kuona kile ama ile energy ambayo inatengenezwa kwa wakati ule inakwenda kusaidia sana kwa asilimia kubwa. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo James Eduma akiwa kama mdau lakini mwanahabari pia ambaye amehudumu kwenye hili eneo kwa miaka mingi amejaribu kugusia hasa kwa mwenendo wa timu ambazo zimemaliza ligi na zina uhakika wa kurudi, kwa namna ambavyo nini zinatakiwa kufanya kabla ya ligi kuanza, kwa sababu tuna siku chache za kwanza. Lakini pia kaizungumzia faida ya pre-season kwa hizi timu za ligi kuu. Hivyo kwa hayo na mengine mengi utaendelea kuyapata kupitia Kipongo Media. Naitwa Emerson TZ on Instagram, yani EMERSON_TZ. Tutafute YouTube pia kupitia Kipongo Media, tutafute Instagram, tutafute Facebook, tunapatikana kwa jina hilo. Karibu tena.